Waziri Mkuu wa Israel anaendeleza kiburi chake akisema Israel itaendeleza mashambulizi dhidi ya Hizbullah ya nchini Lebanon, licha ya kwamba miongoni mwa mipango ya kusitisha mapigano ni pamoja na kuhakikisha Israel haiendelezi mashambulizi dhidi ya Lebanon. Jeshi la Israel limesema limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi kote nchini Lebanon baada ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza kuwa nchi yake itaongeza mashambulizi dhidi ya kundi la Hizbullah. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema limetekeleza mashambulizi dhidi ya malengo ya Hizbullah katika bonde la Bekaa mashariki mwa Lebanon pamoja na maeneo mengine ya ardhi hiyo. Kwa upande wake, Hizbullah imesema imejibu mashambulizi hayo kwa kutekeleza mashambulizi 22 kwa kutumia drone na makombora, ikidai kulenga wanajeshi wa Israel, vifaru, kambi za kijeshi na majengo mbalimbali ya Israel. Mapema mwezi huu Lebanon na Israel zilikubaliana kuongeza muda usitishaji mapigano kwa siku 45, ingawa mapigano katika baadhi ya maeneo yameendelea kuripotiwa. Katika ujumbe wa video aliotoa Jumatatu jioni, Netanyahu amesema Israel iko vitani na Hizbullah na kwamba jeshi limeagizwa kulipiga kundi hilo pigo kubwa na la kuangamiza. Mpango wa Marekani juu ya Hizbullah ni kulipokonya silaha kundi hilo, kwamba hawataki kundi hilo liendelee kuwepo kwani ni miongoni mwa makundi hatari. Lakini kile kinachohitajika sasa ni kuongeza mashambulizi na kuongeza nguvu ya operesheni hizi, anasema Netanyahu. Waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich na waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir, ambao wote wanatoka mrengo mkali wa kulia, wameitaka serikali kupanua operesheni za kijeshi ikiwemo kuzifikisha hadi mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Wakati huo huo, Israel imeendelea kutoa maonyo ya karibu kila siku kwa wakazi wa maeneo mapya kusini mwa Lebanon kuondoka makwao, hali inayochangia kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao hadi zaidi ya milioni 1. Lebanon iliingia katika awamu hii ya mzozo baada ya Marekani na Israel kuanzisha vita dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Hizbullah, mshirika wa karibu wa Iran, ilirusha makombora kuelekea Israel kujibu shambulio la Israel lililomuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Israel ilijibu kwa mashambulizi ya anga kote Lebanon na baadaye kuanzisha operesheni za ardhini. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, zaidi ya watu 3,000 wameuawa katika mashambulizi ya Israel tangu kuanza kwa mapigano hayo. Serikali ya Lebanon imekuwa ikifanya juhudi za kuivua Hizbullah silaha, lakini imesema kuwa utekelezaji wa mpango huo unategemea kuwepo kwa usitishaji mapigano wa kudumu kutokana na ugumu wa mchakato huo. Hizbullah imekuwa ikipambana juu chini kuhakikisha inaendelea kusalia. Ufadhili wa kundi la wanamgambo wa Lebanon Hizbullah umeanza kuchunguzwa upya kuanzia mwishoni mwa mwaka 2024. Hizbullah, ambayo ni jeshi lenye nguvu zaidi nchini Lebanon na pia ni chama chenye ushawishi wa Waislamu wa madhehebu ya Kishia, wapo katika bunge la Lebanon na serikali pia. Hizbullah imetajwa kama shirika la kigaidi na Israel na nchi nyingi za Magharibi. Kundi hilo lilijipatia umaarufu katika miaka 1980 baada ya kuingia vitani na Israel baada ya nchi hiyo kuyakalia kwa mabavu maeneo ya kusini mwa Lebanon wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 1975 hadi mwaka 1990 nchini humo. Mwezi Oktoba mwaka 2024, jeshi la ulinzi la Israel IDF lilishambulia matawi kadhaa ya taasisi za kifedha ya Al-Qadri Al-Hassan AQAH kwa madai kuwa inafadhili shughuli za kundi la Hizbullah linaloungwa mkono na Iran. Hata hivyo, mapigano yalimalizika kwa makubaliano kusitisha mapigano ambayo yalianza kutekelezwa mnamo Novemba 27 mwaka 2024. Ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna uwezekano wa kuliangamiza kundi hilo na kulinyang'anya silaha, lakini bado haikuwezekana. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.